Habari mpya za jioni hii ya leo ya tarehe 9 mwezi huu wa tatu ni juu ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kuweza kutangaza rasmi kwamba anairuhusu Marekani kutumia kambi kwa ajili ya kuishambulia Iran. Jina langu ni Robin Rachel. Sasa kaa nisikilize ni kuchambulie kwa undani juu ya jambo hili. Kwanza kabisa tunafahamu kwamba Marekani na Israel ndo waliingia vitani na Iran, alafu wakawa wakitumia ardhi za mataifa ya Kiarabu ili kuwapa wepesi kuishambulia Iran. Na kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba mataifa mawili yakisaidiwa na mataifa ya Kiarabu yakawa yakiishambulia Iran pamoja. Sasa baada ya hapo tulishuhudia Iran akiharibu kambi za jeshi za Marekani na kuwatia hasara wa Marekani, hasara kubwa ambayo itachukua miaka mingi sana kuweza kuifidia, kwa sababu vifaa vya kijeshi vya Marekani vilivyoharibiwa si tu gharama kubwa sana, bali pia vinachukua muda sana kuvitengeneza, miaka. Na Iran ameharibu vifaa hivyo ndani ya wiki moja. Hii imemfanya Marekani aweze kupata ugumu wa kutumia kambi za Mashariki ya Kati. Lakini pia hii imefanya kwamba Marekani kuona kwamba hayuko salama tena katika mataifa ya Waarabu pale katika Ghuba ya Uajemi alipokuwa kaweka kambi zake za jeshi. Kutokana na hilo, Marekani imembidi aanze kuomba marafiki zake waweze kumsaidia hatua za jeshi, mmojawapo akiwa ni Muingereza ambaye ana kambi zake za jeshi katika nchi kisiwa kinachopatikana katika bahari ya Mediterranean. Sasa Muingereza alikuwa hataki kuingia katika, anafahamu kabisa hii vita kwanza imeenda kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Muingereza alikuwa hataki kujitia doa, na sasa hivi kiongozi wa Uingereza Keir Starmer ana kashfa inayoendelea kule ya mafaili ya Jeffrey Epstein, ambapo mmoja wa mtu aliyewateua yuko katika hizo kashfa za mafaili ya Jeffrey Epstein. Kwa hiyo Keir Starmer, kiongozi wa Uingereza, alikuwa hataki kuendelea kujichafua katika taswira ya wananchi wake pale Uingereza, ambao kwa miaka miwili sasa walikuwa wanaandamana kupinga vita ya Gaza. Kwa hiyo fikiria, wananchi ambao walikuwa wanaandamana kwa miaka miwili kupinga vita ya Gaza, alafu sasa hivi uwaambie kwamba unajiingiza katika vita nyingi dhidi ya Iran ambayo ni kinyume cha sheria za Umoja wa Mataifa, ni kwamba hawatakuelewa. Kwa hiyo Keir Starmer akawa hataki kujitia doa kwa wananchi wake. Kwa hiyo akairuhusu kambi, lakini wasiitumie kwa ajili ya kuishambulia Iran. Kwa lugha nyepesi tunasema kwamba Keir Starmer alitaka Wamarekani waifanye kambi yao ya jeshi kama tu store ya kuhifadhia vitu vyao, lakini sio uwanja wa kurusha makora kwenda Iran. Na Iran yote yule atakayetumika au ardhi ya yule itakayotumika kurusha makombora kutoka kwao kwenda Iran, Iran atashambulia hiyo ardhi. Kwa hiyo sasa siku hii ya leo waziri mkuu huyu wa Uingereza ametoa kauli akisema kwamba ameruhusu Marekani itumie kambi zake za jeshi kuirushia mashambulizi Iran. Alipamba hii kauli akasema kwamba kurusha mashambulizi ya kujilinda dhidi ya Iran. Hii ni kauli ambayo imepambwa. Kwa sababu gani tunasema, kwa nini anasema Marekani arushe mashambulizi ya kujilinda? Ni ili kuwafanya wananchi wake kisaikolojia waone kwamba Marekani ndio inaonewa. Umenielewa? Kwa hiyo inataka kujilinda dhidi ya Iran kwa sababu Iran ni hatari. Umenielewa? Wakati ni wazi wananchi wake sasa hivi wana mitandao ya kijamii na wanajua kabisa kwamba Marekani yeye ndio mshambuliaji, ila Iran yeye ndo anajilinda. Hizi si zama zile za vita ya Iran ambapo watu walikuwa wanategemea vyombo vya habari vikubwa ndio viwape taarifa. Sasa hivi wananchi wote wa Uingereza wanafahamu kwamba Marekani ndio aggressor, yeye ndo mshambuliaji. Kiongozi huyu ili kuonyesha kwamba yani ili kuipamba kauli yake, ili kuonyesha kwamba hana hatia, akaamua kusema kwamba anawaruhusu wa Marekani kurusha mashambulizi Iran kwa ajili ya kujilinda. Fikiria, Marekani taifa lenye uchumi namba 1 duniani, jeshi namba 1 duniani, linajilinda nini dhidi ya Iran, ikiwa hata bunge la Marekani lenyewe limekiri kwamba hakuna tishio lolote kutoka kwa Iran kwenda kwa Wamarekani? Sasa anajilinda nini? Kwa hiyo ni uwazi kabisa kwamba na dunia inafahamu kwamba Marekani ndio aliyeanzisha mashambulizi kwa Iran. Kwa hiyo hapa Keir Starmer alikuwa anajisafisha, na ukimwangalia, kwa wale ambao wataalamu wa kusoma lugha ya mwili, yani body language, nafikiri mtamuona katika baadhi. Nimeshindwa kutumia picha au video zake hapa kwa sababu hii video naenda kuirusha YouTube na hizo picha sina hakimiliki nazo, kwa hiyo zitaniletea matatizo.
lakini mkiangalia katika vyombo mbalimbali vya habari mtamuona akiongea kwa huzuni, huku machozi nafikiri akitaka kumlenga, kwa sababu ni wazi kabisa Donald Trump atakuwa katumia vitisho kumfanya huyu waziri mkuu kukubali kambi za jeshi za Uingereza zitumike kuishambulia Iran, kwa sababu Donald Trump tunafahamu kwa muda mrefu ni kiongozi ambaye huwa anatumia vitisho vya kiuchumi, lakini pia vitisho mbalimbali au kebehi, lakini sasa vitisho vya kiuchumi ili kuwafanya viongozi wa nchi mbalimbali wakubali kufata yale ambayo anayataka. Na ukiangalia uchumi wa Marekani ni mkubwa kuliko uchumi wa Uingereza, na Waingereza wanategemea soko la Marekani. Kwa hiyo ni wazi pengine Donald Trump kamtishia kwamba anaongeza labda ushuru, kwa sababu hili ndio neno tamu mdomoni mwa Donald Trump, ushuru. Umenielewa? Tariff. Ukute kashamtishia kwamba tutakuongezeeni tariff msipofanya tunachokitaka. Kwa hiyo Keir Starmer kabananishwa, sasa hivi imebidi akubali. Swali linakuja, je, Uingereza kuruhusu Marekani kutumia kambi yao jeshi kuishambulia Iran moja kwa moja, kwamba Muingereza kaingia vitani na wao pia. Kwa hiyo sasa hivi kila kitu kinachohusiana na Muingereza kitakuwa ni target ya kati, zikiwemo hizo kambi ambazo Marekani anakwenda kuzitumia. Iran ataanza kuzitarget pale Mashariki ya Kati. Mmenielewa? Sikilizeni niwaambieni. Kambi za jeshi za Marekani zinapokuwa katika mataifa ya Mashariki ya Kati, katika zile kambi za jeshi za Marekani panahesabika kama Marekani. Mmenielewa? Kwa hiyo Iran anapahesabia kama Marekani, ndio maana anapapiga. Sasa kambi ya jeshi ya Muingereza inapotumika kumpiga Muiran, maana yake ni kwamba asset za Muingereza sio tu ambazo ziko kule Cyprus, bali ni kwamba asset za Muingereza hata zilizoko pale katika mataifa ya Kiarabu pia na zenyewe zitakuwa target na Iran. Na maanisha kwamba zitakuwa targeted na Iran. Sasa kwa watu wengine wakishasikia hii habari kwamba Muingereza naye kaingia, kwa sababu hapo ni kama Muingereza kaingia, kwa lugha ya Keir Starmer anakuambia karuhusu kambi zitumike kuishambulia Iran, lakini kiuhalisia akiwapiga itabidi wajilinde. Kwa hiyo mwisho wa siku na wao ni kama wameshaingia vitani, kwa sababu tunategemea sasa yote wakishaanza kupigwa na wajilinde na wenyewe waanze kuishambulia Iran. Kwa hiyo hapo tunaona kabisa kwamba Marekani kaongeza kaongeza washirika kwa ajili ya kumsaidia kuishambulia Iran, nchi inayoishi na vikwazo vya kiuchumi kwa miaka zaidi ya 40 sasa. Swali linakuja, je, jinsi ambavyo Marekani wanavyozidi kuongezeka kuishambulia Iran atachomoka? Huwa sipendi kuongea maneno bila kuwapa mifano, kwa sababu nikiongea maneno peke yake mnaweza mkasema ni ushabiki. Sasa nawapa mfano. Mwaka 2024 Marekani alimuita Muingereza, wakajikoki, wakaenda katika bahari pale ya Mediterranean, wakajaa, wakaanza kumshambulia wa pale Yemen, kwa sababu Wahuthi walikuwa wanapiga meli zinazopita katika bahari Nyekundu. Kwa hiyo wakaanza kushambuliana na Wahuthi, na waliwashambulia Wahuthi kwa miaka 2, na mwisho wa siku Marekani akaomba kukaa mezani na Wahuthi, wakamaliza tofauti zao. Na Wahuthi walivyoona hivyo wakasema basi sawa, tumekubali, kama mmeomba sawa, tumekubali, tutaacha kupiga meli zenu, lakini za Israel tutaendelea kuzipiga. Kwa maana hiyo, kama Marekani aliomba Uingereza ikamsaidia kupambana na Wahuthi kwa miaka 2 na wakashindwa, je, kwa Irani wataweza? Kwa wasiofahamu masuala ya vita, wakiangalia uchumi wa Marekani na Israel na Uingereza, na wakiangalia uchumi wa Iran na namba ya kijeshi Marekani na Uingereza na ya Iran, waambia kwamba Iran lazima apigwe. Lakini kiuhalisia, kwa nini unafikiri Wahuthi walishindikana mbele ya Marekani na Uingereza? Na ni kwa nini nakwambia na hata Irani pia Marekani na Muingereza watamshindwa? Ni kwa sababu ukiangalia muundo wa jeshi wa Marekani pamoja na Waingereza hauwezi kuendana na kupigana vita ambao wanapigana wa Iran na Wahuthi. Hii ni kutokana na kwamba hawa watu Marekani na Uingereza jeshi lao yamejengwa kwa vifaa vya gharama sana, alafu wanakwenda kupigana na watu ambao vifaa vyao wamevitengeneza kwa bei rahisi sana, alafu vinaleta ufanisi. Mmenielewa? Maana yake gharama kupiga Iran ni kubwa sana, huku wao wakitumia gharama ndogo sana kuipiga Marekani. Mwisho wa siku Marekani watashindwa kama walivyoshindwa Afghanistan, kama walivyoshindwa kwa Wahuthi hapo Yemen, na kama walivyoshindwa kwa wa Vietnam. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media.